Hii ni Tanganyika TV, jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi, hasa kundi la M23. Mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa tena kiini cha majadiliano kati ya Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola, Joao Lourenco, siku ya Jumanne Machi 11 huko Luanda. Angola, ambayo ni mpatanishi katika mgogoro huu, imetangaza nia yake ya kufungua mazungumzo kati ya Kinshasa na kundi la waasi la M23. Kulingana na ofisi ya rais wa Angola, mawasiliano yataanzishwa na AFC na M23 ili kuandaa mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa katika siku zijazo. Lakini tangazo hili linazua maswali. Kwa sasa DRC imeridhika na kupokea pendekezo hilo na inasubiri kuona maelezo kamili, hasa kwa vile bado kuna mambo ambayo hayaeleweki katika tangazo la Angola. Mkutano wa ngazi ya juu kati ya mamlaka ya Kongo na Angola ulipangwa kufanyika Jumatatu Machi 10 mjini Luanda, lakini hatimaye haukufanyika. Siku ya Jumanne Machi 11 mambo yalikwenda haraka. Akiwa na timu ndogo sana iliyomzunguka, Rais wa DRC Felix Tshisekedi alijikuta katika mji mkuu wa Angola. Lakini wakati suala la AFC na M23 lilizungumzwa wakati wa mkutano huo, Kinshasa haijabadilisha msimamo wake rasmi. Hakuna majadiliano ya moja kwa moja na M23, kundi linaloungwa mkono na Rwanda, wanasema wasaidizi wa Felix Tshisekedi. Vyanzo kadhaa vya Kongo vinafikia hata kusema kuwa vinashangazwa na maudhui ya tamko la Angola ambalo linataja kufunguliwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na kundi lenye silaha. Kwa upande wake, Kongo wanazungumza tangazo la upande mmoja ambalo halikuratibiwa na Kinshasa. Chanzo kimoja kimesema mhusika mkuu ni Kigali. Tangazo hili linazua maswali mengi kuliko majibu. Inaonekana kama hii ni kufupisha mipango mingine inayoendelea, hasa kwa vile kwa sasa mpango huu hauna uwazi. Hakuna maelezo au ratiba sahihi. AFC na M23, ambao ni Congo Live Alliance na Machi 23 Movement, ambao pia inawasiliana na Luanda, inakaa kimya na haitoi maoni yake. Mjini Kinshasa, umakini sasa umeelekezwa kwenye mkutano wa kilele cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC unaotarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi Machi 13 leo, pamoja na mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ambao unaweza kufanyika wiki ijayo. Katika hatua nyingine, shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch HRW lina wasiwasi kuhusu kupungua kwa nafasi ya raia katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika ripoti iliyotolewa siku ya Jumanne Machi 11, shirika hili lisilo la kiserikali la haki za kibinadamu linadai kwamba waasi wa M23 wakiungwa mkono na Rwanda wametoa shinikizo nyingi na kukamata wanaharakati wa mashirika ya kiraia na waandishi wa habari, hata kufikia kuwaua baadhi yao. Mbinu ambayo tayari inatumika katika maeneo yanayokaliwa na M23 na ambayo sasa inaenea katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wakati mwingine kwa msaada wa Rwanda. Ripoti ya Human Rights Watch HRW inabainisha kuwa M23 ina historia ndefu ya kutumia vitisho kuzuia upatikanaji wa habari kwa watu na kuzima sauti za wakosoaji. Na tangu kutekwa kwa Goma mwishoni mwa mwezi Januari, kisha Bukavu mwezi wa Februari, shinikizo kwa wanaharakati, waandishi wa habari na wale wanaokataa kufuata sheria zao imeongezeka. Wale wanaojaribu kutoroka kupitia Rwanda hawakufikia ndoto yao, anasema Clementine Di Mantijoe, ambaye ni mtafiti wa Human Rights Watch katika kanda ya Afrika. Katika kesi kadhaa za watu kuzuiliwa tulizoandika, tumebaini kuwa watu kadhaa walipigwa. Kwa upande wa mtu ambaye alikamatwa na mamlaka ya Rwanda kukabidhiwa M23, msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka alituthibitishia kuwa M23 waliomba mtu huyu azuiliwe na kisha kutumwa kwao, na hii ni kwa kazi yake juu ya mzozo ambao waliuona kuwa ni dhidi ya M23. Wakati huo mwanaharakati anashuhudia kwamba maisha yake pia yako hatarini kwa sababu ya huduma ya matibabu aliyotoa kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa vita vya Goma mwishoni mwa mwezi Januari.
Nimetoroka majaribio kadhaa ya mauaji ya watu wenye silaha wasiojulikana, anasema kijana mtu mmoja ambaye tangu wakati huo amekimbia mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Nahofia familia yangu iliyosalia Kongo, anasema kiongozi wa mashirika ya kiraia ambaye pia amekimbilia nje ya nchi. Mke wangu anapokea jumbe kutoka kwa watu wakimuuliza yuko wapi, wakimwambia watamkamata. Yote hayo kwa kulipiza kisasi dhidi yangu, anaongeza. Kilele cha dhuluma hizi ni kifo chini ya mazingira yasiyoeleweka cha mwimbaji Delcat Idengo mnamo Februari 13 huko Goma na mwanaharakati wa Lucha Pierre Katema Biamungu mnamo Februari 12 katika eneo la Kalehe, Kivu Kusini. Siku moja baada ya kifo chake, shirika la kiraia liliripoti kwamba kijana huyo mwenye umri wa miaka 27 aliuawa pamoja na wanaharakati wengine baada ya kukamatwa na kulazimishwa kusafirisha vifaa vya waasi. Madai haya yalikataliwa moja kwa moja na waasi ambao katika ujumbe wa Twitter walikanusha kuwakamata au kuwatendea vibaya waandishi wa habari na wanaharakati na kulaani matumizi mabaya ya ushawishi kuharibu sifa ya kundi lao. Clementine Di Mantijoya anasema hata hivyo kwamba kabla ya M23 kufika katika miji hii, hali ilikuwa si shwari kabisa, hasa kwa waandishi wa habari. Wengi wao walikabiliwa na shinikizo la vitisho kutoka kwa mamlaka ya Kongo kudhibiti jinsi wanavyoshughulikia mzozo, amesema. Ripoti hiyo pia inabainisha kuwa upatikanaji wa maeneo yanayokaliwa na M23 sasa unaendana na kibali na unafanywa kwa usaidizi wa maafisa wakuu wa Rwanda, wakiwemo wajumbe wa msemaji wa serikali ya Rwanda. Mkutano usio wa kawaida wa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC utafanyika kwa njia ya video leo Alhamisi Machi 13. Mkutano huo ukiongozwa na Emmerson Mnangagwa, rais wa Zimbabwe, utajaribu kufafanua hatima ya jeshi lililotumwa na jumuiya hiyo mashariki mwa DRC, eneo ambalo linakaliwa na mzozo mkali. Mkutano huo usio wa kawaida wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC ambao umepangwa kufanyika Alhamisi ya leo Machi 13 kwa njia ya video, unafuatia mkutano wa Troika ya Jumuiya ya Kikanda, muundo wa SADC, unaoangazia masuala ya kisiasa, ulinzi na usalama Machi 6, ambapo mfululizo wa mapendekezo yalitolewa ambayo lazima sasa yaidhinishwe na wakuu wa nchi. Miongoni mwa masuala makuu yatakayoamliwa ni pamoja na mustakabali wa kikosi cha kijeshi kilichotumwa nchini Sami DRC, ambacho kilikuwa kimeundwa kuchukua nafasi ya kikosi cha jumuiya nyingine ya kikanda, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambacho Kinshasa ilitaka kiondoke mara moja katika ardhi ya DRC. Tangu kutekwa kwa Goma na kundi la waasi la M23 mwishoni mwa mwezi Januari, wanajeshi wa SADC wamekuwa wakisubiri ufafanuzi wa hali yao. Kikosi hiki sasa kimezingirwa na Rwanda. Kikosi hiki kinaonekana kuelekea kujiondoa taratibu. Kinabainisha chanzo cha Kongo kilicho karibu na swala hilo. Swala linabaki, ikiwa kikosi hiki kitaondoka, ni kikosi gani kinachoweza kuchukua nafasi yake? Wakati mchambuzi mmoja anabaini kwamba wazo la kikosi kisichoegemea linaonekana kusahaulika. Jibu linaweza kutoka katika mkutano ambao umesubiriwa kwa wiki kadhaa, ambao utawakutanisha wakuu wa diplomasia na SADC na EAC. Mkutano ambao unaweza kufanyika wiki ijayo. Angola imetangaza jana jioni katika taarifa ya Ikulu ya Rais kwamba mazungumzo ya amani ya moja kwa moja yatafanyika Jumanne Machi 18 mjini Luanda kati ya wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wajumbe wa M23. Siku ya Jumanne, marais wa Kongo na Angola Felix Tshisekedi na Joao Lourenco walikutana mjini Luanda. Ilikuwa baada ya mkutano huu ambapo Angola, ambayo ni mpatanishi katika mgogoro huu, ilitangaza nia yake ya kuanzisha mazungumzo kati ya Kinshasa na kundi la waasi la M23. Lakini tangazo hilo linazua maswali. Ofisi ya rais wa Kongo ilithibitisha Jumatano jioni kwamba imepokea mwaliko. Duru za awali za mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola yameshindwa kusitisha mapigano kati ya jeshi la Kongo na M23 katika eneo lenye hali tete la DRC linalokabiliwa na mapigano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Lakini siku ya Jumanne, Angola ilisema pande hizo mbili zilikubaliana kuja kwenye meza ya mazungumzo baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kujadili mzozo huo na mwenzake wa Angola Joao Lourenco.
Kufuatia hatua zilizochukuliwa na upatanishi wa Angola, wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataanza mazungumzo ya moja kwa moja ya amani mnamo Machi 18 katika mji wa Rwanda. Ofisi ya Rais wa Angola ilisema katika taarifa yake jana jioni. Tshisekedi hapo awali alikataa kufanya mazungumzo na M23 ambayo imefanya mashambulizi makubwa mashariki mwa DRC kwa kuungwa mkono na Rwanda. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa alijigamba kwamba wamefaulu kumlazimisha Tshisekedi kuingia kwenye meza ya mazungumzo na kuliita chaguo pekee la kistaarabu la kutatua mgogoro uliopo. Hayo yanajiri wakati viongozi wa jumuiya ya SADC wanakutana siku ya Alhamisi hii kujadili mgogoro wa DRC. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka nchini Kongo kuhusu mgogoro ambao unaendelea huko kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi wa M23. Kwa taarifa zaidi endelea kukaa karibu nasi kwenye mitandao yetu ya Facebook pamoja na YouTube. Hakikisha umesubscribe kwamba hapa ndo sehemu pekee ambapo utapata habari zako zote kuhusu matukio mbalimbali duniani. Mimi naitwa Erasto Mashauri na hii ni Tanganyika TV. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.